Ukipita katika mitandao ya kijamii utagundua kwamba tasnia ya burudani nchini Tanzania imegubikwa na simanzi baada ya taarifa za kifo cha mbwa wa msanii wa Bongo Wema Sepetu aliyefahamika kwa jina la Manunu. Kupitia ukurasa wake wa Snapchat, Wema alithibitisha kuondokewa na mnyama huyo alikuwa akiishi naye kwa zaidi ya miaka 6, akionyesha kwamba maumivu ya kumpoteza rafiki na mtoto wake wa karibu. Sio rahisi kwangu. Manunu alikuwa ni sehemu ya maisha yangu kila siku, aliandika Wema. Manunu alikuwa zaidi ya mbwa wa kawaida. Umaarufu wake ulijengwa kupitia uwepo wake mkubwa kwenye mitandao ya kijamii, na Wema alikuwa akichapisha mara nyingi picha na video zilizoonyesha maisha yake ya kila siku, jambo lililofanya kupendwa na kufuatiliwa sana na maelfu ya watu. Hata hivyo, umaarufu huo uliambatana na mjadala. Wapo waliovutiwa na kiwango cha mapenzi na malezi aliyokuwa akipewa, huku wengine wakikosoa na kusema uangalizi huo ungeelekezwa zaidi kwa watu wenye uhitaji. Licha ya hayo, mashabiki waliendelea kumtetea Wema kila muda. Tukio liliwahi kuwa gumzo ni kwamba mwaka 2021 Manunu aliwahi kupotea nyumbani kwa Wema, na tukio liliibua taharuki mitandaoni. Katika juhudi za kumpata, mwigizaji huyo alitangaza dau la shilingi milioni 1 kabla ya kuliongeza hadi shilingi milioni 2 ndani ya siku hiyo hiyo. Wema alisema kwamba namhitaji mbwa wangu arudi, naongeza dau hadi milioni 2, yeyote atakayemwona anisaidie, aliandika Wema kipindi hicho. Tukio hilo liliongeza zaidi umaarufu wa Manunu na kuonyesha kwamba namna ambavyo alikuwa anathaminiwa na mmiliki wake ambaye ni Wema. Mbwa huyo pia alijulikana kwa kuishi maisha yaliyovutia watu wengi sana, ikiwa ni pamoja na kupelekwa saluni mara kwa mara kwa ajili ya usafi na urembo, kuvalishwa mavazi maalum hasa yenye rangi ya pinki kwa kuwa akaunti yake ya Instagram yenye maelfu ya wafuasi. Alitambulika na Wema katika baadhi ya shughuli zake za kazi kwa kuwa na kitanda chake maalum na ratiba ya maisha aliyopangiwa. Kwa mujibu wa Wema, Manunu alikuwa kama mtoto wake. Watu wanaweza kuona ni mbwa tu, lakini kwangu ni familia, aliwahi kueleza msanii huyo. Kifo cha Manunu kimeacha pengo kubwa kwa Wema Sepetu, huku mashabiki na wadau wa burudani wakiamini kwamba ni jambo la kumpa pole kwa huyo mbwa wake kupoteza maisha. Wengi wameweza kuguswa na uhusiano wake wa kipekee uliokuwepo katika mwigizaji huyo na kipenzi chake, wakati Manunu alikuwa sehemu ya simanzi ya maisha ya Wema iliyowavutia na kuwaburudisha maelfu ya watu. Pole sana Wema, tunajua ulikuwa unampenda sana, ameandika shabiki mmoja kupitia mtandao ya Wema. Kwa wengi, Manunu hatabaki kuwa kumbukumbu ya kawaida tu, bali alama ya mapenzi yasiyo na mipaka kati ya binadamu na mnyama wake. Haya ni mambo 10 usiyoyafahamu kuhusu Wema Sepetu na mbwa wake huyo Manunu. Mnamo Machi mwaka huu, mbwa wa huyo Miss Tanzania mwaka 2006 Wema Sepetu aitwaye Vanilla au Manunu aliteka mazungumzo hasa mitandaoni baada ya Wema kutangaza dau la shilingi milioni 2 kwa yeyote atakayempata mbwa wake ambaye alitoweka nyumbani. Lakini mbwa huyu wa aina gani na kwa nini amekuwa akipewa kipaumbele kiasi hichi? Haya ni mambo ambayo usiyoyafahamu. Jambo la kwanza, kwa kawaida mbwa Manunu hupelekwa saluni kwa ajili ya usafi na kuboresha muonekano wake walau mara 2 kwa mwezi, na alipopotea na alipotolewa saluni huvalishwa vitu miguuni na kwenye mkia ili kumzuia asichafuke pindi anapotembea. Jambo la pili ni kwamba rangi aliyopenda sana ni pinki. Hii ni kutokana na gauni lake la awali kuvalishwa lilikuwa ni rangi hiyo, hivyo imemkaa sana kichwani mwake. Pia hupenda kuvalia tai nyekundu. Jambo la tatu, kuna muda humsindikiza Wema kwenda kushuti filamu. Akiwa huko hupenda kusikiliza muziki na kula karanga wakati akimsubiri bosi wake huyo warudi wote nyumbani. Jambo la 4 ni kwamba chakula chake kikubwa ni nyama ambayo tayari imepikwa, ingawa inaweza kuwa mbichi kama mbwa wengine, na hupendelea kunywa mvinyo badala ya kula.
Jambo la tano ni kwamba anapopanda gari na Wema hupendelea kuketi siti ya mbele, na mara kadhaa amekuwa akijaribu kutaka kuendesha ingawa hajawahi kupewa nafasi hiyo. Jambo la sita ni kwamba ana ukurasa wake wa Instagram ambapo anafuatiliwa na followers zaidi ya 23,000 saizi, na watu wengi huonyesha kuvutiwa na mtindo wake wa maisha. Jambo la saba ni kwamba Wema anadai huyu ni sawa na mtoto wake na anampenda sana. Ndiyo, ananipenda sana, sio kwa sababu ni mbwa, bali kama mtoto wake, anasema moja ya taarifa kutoka kwenye ukurasa wake wa Instagram wa Manunu. Jambo la nane ni kwamba kuna wakati hupewa fedha kwa ajili ya matumizi yake wakienda tu sehemu mbalimbali, na hizo sio chini ya shilingi 20,000, hivyo yeye kuamua kama ataenda kununua nyama choma au atanunua mvinyo. Jambo la tisa ni kwamba ana kitanda chake maalum cha kulalia alichonunuliwa katika duka moja pale jijini Dar es Salaam, na baada ya kula mchana hupendelea kulala walau saa 2 kisha anaendelea na mambo yake. Jambo la 10 na la mwisho ni kwamba yote uliyosoma ni machache ya yale aliyofanyiwa mbwa huyu. Wema anasema kwamba anafanya hivi kwa upendo tu, na wale wanaomkosoa na kusema bora angefanya hivyo kwa watoto wenye uhitaji wanafahamu kuwa Sadaka amekuwa akitoa kila wakati, ambazo huenda kufanya hivyo pia si ishara nzuri kama akitumia kamera na kuonyesha watu kama anafanyaga matendo hayo ya huruma. Sasa hii ni habari ambayo nimeamua nikusogezea hapo. Utatuambia una maoni gani hapo kwenye comment section. Usisahau kulike, comment na kusubscribe ili uwe wa kwanza kupata taarifa zetu pindi tunapoziweka kila wakati.